Ndugu yenu tena na rafiki yenu Pioneer mwenzenu, nikiwasalimu kwa salamu za upendo, salamu za amani, salamu za kitajiri, salamu za pai popote pale mlipo katika jiji letu hili pendwa la Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Morogoro, kanda ya Ziwa, Watanzania wenzangu, naam, na rafiki zangu kutoka Zambia, na rafiki zangu sana kutoka DRC Mkongo. Bonjour, merci beaucoup. Acha tuendelee kujifunza kwa Mswahili hii ya Tanzania, naamini tunaendelea kuelewana. Ndugu zangu, leo ni siku ya Jumatatu ya tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na makala hii inafuatia ile ya karibu wiki nzima iliyopita iliyokuwa ya masaa mawili, na kwa hiyo kama hukunisikia hapo katikati au hujapitwa, usidhani umepitwa. Makala hii inafuatia hiyo. Leo tena ndugu zangu, nataka nijadili na ninyi kuhusiana na GCV, kuhusiana na Global Consensus Value. Kuna jambo ambalo limeendelea kuwa dhahiri kwangu sasa, ninaamini wengi wetu tumeendelea kuliona kwa wazi kabisa. Kuna kundi kubwa sana ndugu zangu la watu ambao ni wapinzani wa GCV, na sizungumzii hapa kwetu Tanzania. Hapa tunao wachache, lakini nazungumzia pioneers duniani. Kuna kundi kubwa sana ambalo ni mapioneers, wako ndani ya mradi wa pai, wanachimba pai na wanaiamini pai, lakini hawaamini kabisa kwamba pai inaweza ikafikia thamani ya $314,159. Hilo kundi lipo, na kadri siku zinavyozidi kuendelea linazidi kupata nguvu na kutengeneza propaganda kubwa sana. Actually wanatengeneza propaganda ambayo wanaisambaza duniani in opposition against, kinyume cha movement ya GCV. Hili kundi limekuwa likijipambanua kwa kutumia hoja kadhaa, na kwa sababu nimekuwa na muda mtulivu na muda wa kutosha kulifuatilia, naweza kusema nimepata wasaa wa kutosha kusoma, kusikiliza na kutafiti hoja zao ili nijue msingi wa hoja zao ni nini. Na ndugu zangu, niwaambie tu ukweli kwamba kundi hili limekuwa kama chachu, limekuwa kama chachu, kama niseme kama chachu ambayo inasambaa, inatumia propaganda kupambana na movement ya GCV ili kuhakikisha kwamba hatufanikiwi. Na sielewi ni nini motive yao, kwa sababu na wao wako ndani ya project hii, na kama itafanikiwa hii GCV hata wao watafaidi. Lakini ukiangalia utetezi wao, wanasema hawa wanaopambania GCV wanaishi kwenye illusion, wanaishi kwenye ndoto za mchana, wanaishi kwenye mawazo au fikra ambazo haziwezekani. Unaona? Na kwa hiyo, kwa sababu wanaishi kwenye ndoto ambazo haziwezekani, watauharibu mradi wetu. Hiyo ndo hoja yao, wanasema watauharibu mradi wetu. Kwa hiyo hata hawa tunaowaona kwenye magrupu yetu wanapingana na GCV, kimsingi hawana hoja zaidi ya kuokoteza hoja za hilo kundi linalofanya hizo propaganda duniani. Sasa ndugu zangu, kwa sababu nimefanya utafiti wa kutosha, nimepata wasaa wa kutosha kusikiliza na kusoma na kufuatilia hoja zao, naweza kusema hoja zao zimegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza wanalotumia kupinga GCV ni tokenomics. Tokenomics manake ni tunazungumzia hizi tokens za coin ya pai pamoja na uchumi wake. Tunazungumzia hizi tokens za pai pamoja na uchumi wake. Na eneo la pili wanalolitumia ni ule utaratibu uliozoeleka, ule mkondo wa kawaida uliozoeleka
wa hizi coins zingine, cryptocurrency zingine zote, digital currency zingine zote ambazo zilipozinduliwa au zilipoanza kuchimbwa mpaka kuzinduliwa, zilifuata roadmap fulani, zilifuata njia fulani mpaka ianze kujulikana na kupokelewa na kutumika duniani. Sasa hiyo experience walio nayo ndio hii ambayo wengi wetu mmekuwa mkiwaita ma crypto mentors, uchwara. Hiyo experience, ule ufahamu kwamba crypto coins zimekuwa zikifuata mkondo huu, wanatumia ile experience kupinga kwamba haiwezekani Picoin kuwa na GCV ya $300,000 kwa sababu hakuna coin nyingine yoyote iliyofanya hiki mnachotaka kukifanya ninyi. Wanataka kwamba Pi ifuate mkondo wa kawaida ambao unatengenezewa bei na soko kwa kutumia supply and demand, ile kanuni ya soko ya supply and demand. Sasa ndugu zangu, nataka leo nijikite kwenye hayo maeneo mawili, kujadili GCV na kuwaonesheni kwamba GCV itafikiwa na GCV itashinda. Na nataka nitumie hayo maeneo mawili ya tokenomics wanayoizungumza wao, alafu nitumie pia na ile kanuni ambayo nimejaribu kuielezea mara kadhaa, naona wengi hawakuelewa, naweza nikaifafanua tena, ambayo itatumika kubypass au kuruka au kuvuka au kuiacha ile free market supply and demand principle, ile kanuni ya kawaida ya soko huru ya supply and demand inayoamua bei ya bidhaa au huduma sokoni. Kwa hiyo nitatumia hayo maeneo mawili kujadili na kukuonesha wazi kabisa kwamba GCV itafikiwa. Hofu zao ni za bure, mashaka yao ni ya bure. Tutaanza na hoja yao ya kwanza ya tokenomics. Na leo itabidi nikupitishe kidogo kwenye white paper. Sina namna, itabidi nikurejeshe kule kwenye white paper, na nitatumia pia baadhi ya takwimu za mambo kadha ambayo wanayazungumza wao kwenye hoja yao hiyo, kuhusiana na utajiri wa dunia, kuhusiana na population ya dunia. Wanayazungumza hayo ili tu kujaribu kuonesha kwamba Pi haiwezi kufikia thamani ya $314,159. Kwanza kabisa, mumewasikia wengine kwenye magrupu yetu wanachokizungumza ni propaganda zile za lile kundi lililopo duniani, na linajinasibu kwamba ni wachumi, linajinasibu kwamba wanatumia kanuni za kiuchumi. Wanasema hivi, wanasema ukichukua supply ya coin ya Pi ukazidisha kwa thamani hiyo mnayoisema ninyi ya $314,159, manake utajiri wa Pi utakuwa ni fedha nyingi sana. Utakuwa ni dola, in terms of dollar. Yani coin moja ya Pi ikiwa na thamani ya $314,159, na ukaangalia uwingi wa hizo coin, ukiangalia sasa thamani ya coin zote kwa katika dola, wanasema kwamba itakuwa ni fedha nyingi sana. Haijawahi kuwepo, haijawahi kutokea. Ni fedha ambazo haziwezi kuexist katika hii dunia kwa sababu zinazidi utajiri wa dunia. Hiyo tu ndio lugha wanayoitumia, kama bila shaka mtakuwa mmeshawasikia. Wanasema utajiri wa dunia hii na idadi ya watu kwenye dunia hii ukilinganisha na thamani ya hizo coin za Pi, ukilinganisha hazina uwiano. Kwa hiyo haiwezekani kuwa na idadi hiyo ya coin moja ikawa na thamani kubwa kiasi hicho, na bado utajiri ulioko duniani wala haukaribiani na idadi ya hizo fedha. Sasa ndugu zangu, hebu twende niwaonyeshe takwimu kadhaa. Kwa sehemu fulani tukubaliane na wao, na kwa sehemu nyingine nitaonyesha udhaifu wa hoja yao iko wapi.
Kwanza ni kweli kabisa kwamba ukiangalia worldometer au ukienda kwenye vyanzo mbalimbali ukatafuta population ya dunia kwa sasa, wingi wa watu kwa sasa, utagundua ni bilioni 8.2. Yaani idadi ya binadamu wanaoishi duniani sasa hivi, kuanzia wazee, vijana, watoto mpaka waliozaliwa leo, kuna wastani wa watu au binadamu bilioni 8.2. Kwa hiyo tumezidi bilioni 8 kidogo kwa idadi ya watu. Hawa watu wanapozungumza kuhusu utajiri wa dunia wanamaanisha nini? Kwa sababu ukienda kwenye vyanzo pia mbalimbali kufanya utafiti zako, utagundua kwamba vyanzo vingi vinakubaliana kwamba utajiri wa dunia unahusisha rasilimali ambazo tayari zinajulikana. Zile ambazo hazijulikani, hizo hazijaweza kuwekwa kwenye hesabu. Zinazojulikana, rasilimali zinaweza kuwa rasilimali kwa maana ya fedha, financial resources, na zile ambazo ni natural resources, rasilimali asilia, na zingine zote, jumlisha zote, wanasema hizo ni kama zina thamani ya karibu dola trilioni 450. Dola trilioni 450. Lakini naamini hawa wanaojenga hiyo hoja hawazungumzii huo utajiri wa dunia. Wanachomaanisha ni hiki, GDP. GDP ni nini? Kwa lugha rahisi kabisa, kumbukeni ndugu zangu, nimekuwa nikijitahidi kwenye makala zangu kukwepa sana kutumia hizi jargons, haya maneno mazito mazito, kwa sababu nataka niongee kwa lugha nyepesi na rahisi ya kueleweka. GDP ni nini? Angalia, tunapozungumza GDP ya nchi, kwamba GDP ya nchi yetu mwaka huu ni kiasi fulani, tunachozungumza ni nini? Tunazungumza ujumla wa uzalishaji wa huduma na bidhaa. Ujumla wa bidhaa na huduma zilizozalishwa katika nchi mwaka huu. Kwa hiyo tunapofika mwaka unapoisha, tunaangalia uzalishaji wa bidhaa, kwa maana ya vyakula, kwa maana ya madini, kwa maana ya matunda, kwa maana ya kila kitu kilichozalishwa katika nchi kwa mwaka huo. Na tunaangalia huduma pia, huduma zilizotengenezwa ambazo zinahitaji watumiaji. Huduma unaona, huduma za simu, huduma za maji, huduma zote, huduma za hoteli, huduma za utalii, jumlisha huduma zote zilizotengenezwa katika nchi mwaka huu, jumlisha na bidhaa zote zilizozalishwa mwaka huo. Unaona, kwa uzalishaji wa nchi kwa mwaka mzima tunasema huu ndio utajiri wa nchi, kwa maana ya bidhaa zilizozalishwa na huduma zilizozalishwa ambazo ziko tayari kwa matumizi, zinahitaji watumiaji wazinunue. Umeona Kwa hiyo tunapozungumza GDP tunazungumza yale ambayo yako tayari kutumiwa na wenye fedha. Sawa. Sasa GDP ya dunia kwa mwaka huu 2023, 2024, hapo katikati, mwaka huu 2025 bado hatuna, lakini mwaka mmoja uliopita, GDP ya dunia nzima inakadiriwa kuwa trilioni dola za Marekani trilioni 106 mpaka trilioni 110, hapo katikati. Trilioni 106 mpaka trilioni 110. Nataka nikuonyeshe hoja ya hawa watu wanaoitumia kusema GCV haiwezi kufikiwa. Tunapozungumza kwamba tunapozungumza kwamba GDP ya dunia ni dola trilioni 106 mpaka 110, tunamaanisha nini? Tunamaanisha huduma zote ambazo ziko duniani na bidhaa zote ambazo ziko duniani tayari kununuliwa, ikiwa ni madini, ikiwa ni vitu vya thamani, ikiwa ni nguo, ikiwa ni vyakula, ikiwa ni huduma, ikiwa ni utalii,
vyovyote ambavyo viko tayari kutumiwa na walaji, finished goods and services, products, goods and services ziko tayari kutumiwa, zina thamani ya dola za Marekani trilioni 100, tuseme na 10. Maana yake sasa ni nini? Maana yake ni kwamba sisi tulio wanunuzi, sisi tunaohitaji kuvaa nguo, tunaohitaji kula chakula, tunaohitaji kusafiri, tunaohitaji kulala hoteli, tunaohitaji kutumia voucher, tunaohitaji huduma zote tunazozihitaji na bidhaa tunazozihitaji sisi ndani ya mwaka huo, sasa inabidi tuwe na kile kinachoitwa purchasing power, nguvu ya manunuzi, purchasing power ya kununua hizo bidhaa. Kwa hiyo hoja ya hao watu ni kwamba ikitokea Pi Network imetengeneza coin ambazo ni nyingi kwa idadi ile inayojulikana kwamba supply ya Pi coin ni bilioni 100, zikiwa na thamani ya dola 3,114 kwa coin moja, ina maana zile Pi bilioni 100 zitakuwa ni sawasawa na purchasing power, zitakuwa ni sawasawa na nguvu ya manunuzi iliyoko kwenye mifuko ya watu, mifuko ya wanapai. Itakuwa ni sawa na nguvu ya manunuzi ambayo ni zaidi, sasa hii sio trilioni tena, ni zaidi ya quadrillion. Tunaita quadrillion kwa sababu ukishatoka kwenye trilioni unaenda kwenye quadrillion. Quadrillion 5, au turahisishe kidogo, ni ukichukua ile dola 300, dola 3,114,159 ukazidisha kwa Pi bilioni 100 ambazo wao wanamaanisha, maana yake ni kwamba utakuwa na purchasing power, utakuwa na fedha mfukoni ambayo thamani yake ni dola za Marekani quadrillion 31, quadrillion 31 na trilioni 400. Sasa hizo quadrillion 31 wanazitazama kwa jicho la pamoja kwamba hizi pesa zote, hii purchasing power, dola za Marekani quadrillion 31 zitakuwa kwenye mifuko ya wanapai. Wanapai tu peke yao watakuwa na uwezo wa kununua bidhaa na huduma zote duniani na zikaisha, na wengine wakakosa kuzipata hizo huduma na bidhaa kwa sababu wao watazimaliza peke yao. Hiyo ndio hoja yao. Ile quadrillion wanayoitazama wao ni ile bilioni 100 mara hizi hii thamani ya coin moja, alafu wanatumia hiyo, wanasema hakuna uchumi unaoweza kuhimili purchasing power kubwa ya namna hiyo, na wakati GDP ni ndogo, utajiri au bidhaa na huduma zinazopatikana kwa ajili ya manunuzi ni ndogo kuliko purchasing power iliyopo mifukoni mwa watu. Hiyo ndio hoja yao. Sasa nataka tuingie ndani kuichambua hiyo hoja, niwaonyeshe udhaifu wa hiyo hoja iko wapi, na niwathibitishie kwamba GCV ya dola 3,114,159 inaweza kufikiwa na wala haina madhara yoyote kama ambavyo wao wanajaribu kuonesha. Labda nianzie hapa, nianze kwa kuwauliza hawa wachumi wetu, sijui sasa mimi niwaiteje, kama ninyi wale mnawaita cryptomentors uchwara, au wachumi sasa sijui niwaiteje. Hivi ndugu zangu, kwa fahamu zenu, kwa uelewa wenu, mnavyoona wenyewe, lakini mnaona kabisa kwamba Dr. Nicholas na timu yake ni wajinga kabisa, hawaelewi? Ninyi ambao mnajaribu kukosoa uwepo wa coins bilioni 100 za Pi, na mnaona kabisa kwamba huyu dokta huyu atakuwa hana uelewa hata chembe kuhusu masuala haya. Seriously? Kwa sababu kumbuka, mnapopingana na GCV, mnapopinga uwepo wa coins bilioni 100, alafu mnatoa reference ya Bitcoin, mnatoa reference ya Bitcoin yenye coin milioni 21 na coin zingine mnazozirifaa kwamba zina
idadi chache, zina supply kidogo. Mnakosoa kwa kutumia hizo reference, kwa experience hizo. Mnasema hakuna coin kama hii yenye supply kubwa kiasi hiki iweze kuwa na thamani kubwa kama hiyo. Mimi cha kwanza nachojiuliza, mnadhani kweli, kwa uelewa wenu ninyi, mnadhani hawa madaktari wa chuo kikuu cha Stanford University, mnadhani kweli mambo hayo hawakuyawaza wakati wanatengeneza hii project? Mnadhani mambo hayo hawakuyawaza? Lakini je, mnafikiri hawajapata ushauri wa kiuchumi? Do you really think that? Unajua, unapojaribu kupinga kitu au unapojaribu kupinga hoja za mtu, ni vizuri pia ukamtazama mtoa hoja kama uelewa wake ni mdogo, ni mchanga, au ni sifuri kabisa kwenye eneo unalolizungumza wewe. Kwa sababu unaweza ukawa unajaribu kutoa hoja, alafu hoja unazozitoa mwenzako alishaziwaza siku nyingi na akazitafutia majawabu, na hayo majawabu ameyaandika. Bahati mbaya sana ameandika, ila wewe unakimbilia tu kumpinga, hata uendi kuangalia paper aliyoiandika. Pengine kuna hizo unazozungumza wewe kama ndo hoja zako za msingi na unajipiga kifua, pengine yeye alishazijibu mapema kabisa na ameandika kabisa majawabu ya hizo hoja mapema. Kwa hiyo unapopinga sasa, unaonekana unakurupuka kwa sababu hujasoma mwenzako alitafakari nini kabla hajaanzisha alichokianzisha. Okay? Basi mimi nitakachokifanya sasa, nawapeleka kwenye paper ambayo ameiandika Dr. Nicholas na PICO team wakati wakiuandaa huu mradi wenye hizo pi bilioni 100, na wakapendekeza kwamba thamani ya GCV itaamuliwa na Pi community, na hawakuweka kabisa tahadhari au kukataza kwamba thamani isipande juu ya community isije kaamua thamani kuwa zaidi ya dola kadhaa, kwa sababu itaharibu uchumi. Hawakuweka hiyo tahadhari, meaning wali take into consideration. Umeona? Sasa twende moja kwa moja na niwakumbushe kwamba hapa nataka tuangalie dokumenti mbili. Dokumenti ya kwanza ambayo iko karibu zaidi, nataka tujikumbushe sisi sote ambao ni mapioneers, kwa sababu wanaopinga hili swala wengi ni mapioneers, wengi ni kundi la mapioneers wako mumu kwenye Pi project hii, alafu wanapata support sasa kutoka nje, ulimwengu wa nje. Unaona? Ebu kumbukeni makala iliyotolewa hivi majuzi na PICO team, wakionyesha roadmap ya kuelekea kwenye roadmap ya kuendelea kufanya migration ya Pi zetu, na wakaonyesha tokenomics za mradi wetu wa Pi. Kwenye hiyo makala kuna kitu walikijadili, na kwa kiasi kikubwa wakasema rejeeni white paper. Mimi imebidi nimesoma tena mara nyingine, kila ninaposoma naona mbona kama hivi vitu vimenyooka tu, viko wazi, kwa nini watu wanavipinga? Sasa kwenye hiyo makala wameonyesha mchanganuo mzuri sana kuhusiana na Picoin, uchimbaji wa Picoins kabla ya mainnet na baada ya mainnet. Na hiyo makala inawiana kabisa na kilichoandikwa kwenye white paper. In fact, kwa sababu zinafanana sana kwa sehemu kubwa na white paper, mimi naona nitasoma tu white paper. Kwenye hiyo makala na pia kwenye white paper, ukienda kwenye white paper kwenye eneo kwenye ile version ya 2021 kwenye eneo la Pi supply, ni subtopic inaitwa Pi supply, chini kidogo utakuta kuna mchanganuo wa zile Pi bilioni 100. Wanasema total supply ya Pi itakuwa ni bilioni 100. Halafu pre-mainnet mining rewards. Kwanza kabla ya kwenda hapo, wanaonyesha kwamba
katika hizo pai bilioni 100, asilimia 20, yani pai bilioni 20 zimetengwa kwa ajili ya core team, pai core team. Asilimia 80, yani pai bilioni 80 zimetengwa kwa ajili ya pai community. Lakini katika hizo pai bilioni 80 zilizotengwa kwa ajili ya pai community, kuna mgawanyo mwingine tena kidogo. Asilimia 10 zimetengwa kwa ajili ya kama ruzuku itakayogawiwa nyakati kwenye taasisi mbalimbali, kwenye shughuli mbalimbali, matukio mbalimbali yanayohusiana na community ya pai. Pai bilioni 5 zimetengwa kwa ajili ya liquidity. Ili nalo nitalifafanua wakati mwingine, lakini limetengwa kwa ajili ya liquidity. Kwa hiyo hizo ni pai bilioni 15 kwenye zile pai bilioni 80. Zilizobaki hapo ni pai bilioni 65. Sasa hizo pai bilioni 65 ndizo zilizotengwa kwa ajili ya kuchimbwa. Kwa hiyo uchimbaji unaofanyika sasa hivi, wote tunagombania zile pai bilioni 65. Sasa hizo pai bilioni 65 kuna vile ambavyo zimewekewa utaratibu wa kuzichimba. Nataka sasa tuende kwenye kile kipengele nilichokuwa nakizungumzia ili nikupe mchanganuo wake. Anasema pre-mainnet mining rewards. Pre-mainnet mining rewards, yani uchimbaji wa kabla ya open mainnet, yani kabla ya open mainnet walikadiria kwamba tuchimbe pai bilioni 20, yani kutoka kwenye zile bilioni 65. Sisi pioneers, sisi ambao tumeanza huu mradi kabla hujaenda kwenye uzinduzi, ilitakiwa tuchimbe pai bilioni 20. Halafu mainnet mining rewards zilitakiwa kuwa pai 45, yani kuanzia hapo uzinduzi wa open mainnet utakapofanyika kuendelea mbele. Sasa hatujui itaenda miaka mingapi mbele, labda miaka 50, miaka 30, miaka 40, nani ajuae. Lakini kuanzia hapo open mainnet itakapofanyika kuendelea mbele, pai bilioni 45 zitaendelea kuchimbwa. Tuende taratibu. Kisha hizo zingine sasa bilioni 5, bilioni 10 tayari zimeonyeshwa kwamba ni kwa ajili ya nini. Lakini hizi bilioni 65 mgawanyo wake ni kwamba tungechimba pai bilioni 20 kabla ya open mainnet. Sasa ukisoma ile makala iliyotolewa majuzi ikionyesha tokenomics hizo pamoja na kuonyesha roadmap na priorities za kuendelea kufanya migration ya pai zetu, walieleza vizuri kwamba wakati ule watu walipoanza kuchimba mpaka ilipokaribia wakati wanataka kutupeleka kwenye open network, pai ambazo zilikuwa zimechimbwa zilikuwa ni zaidi ya bilioni 20. Zilikuwa actually kati ya bilioni 20 na bilioni 30. Unaona Lakini wanaeleza wazi, baada ya kufanya screening na pruning, kujaribu kuondoa ile dishonest, kuondoa accounts ambazo zingine zilikuwa feki, zingine hata zilikuwa kama watu wamefanya double account 2, 3, 4. Baadaye accounts nyingi zilipofungwa, pai nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana zimechimbwa zilirudi kwenye pool, na kwa hiyo wakaonyesha wazi kwamba mpaka wanatupeleka kwenye open network baada ya ile KYC iliyofanyika na kuthibitisha accounts za binadamu kabisa, real accounts, zile pai zilizokuwa zinaonekana zimechimbwa zaidi ya bilioni 20 zilipungua. Pai ambazo zinaonekana zilikuwa zimechimbwa mpaka tunaenda kwenye open network, walikuwa akasema ni zaidi kidogo tu ya bilioni 10. Yani tulirudi tena kati ya bilioni 10 na bilioni 20.